Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Jambo wa ndugu wote naoniangalia, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Mungu wetu, aliye ngome na msaada wetu, na anayetuongoza kila wakati na kutufanya sisi kupata kujua kile anachokitaka. Na leo ni furahi yangu tena kusimama mbele ya watoto wa Mungu ili kuweza kuleta kile ambacho Bwana Mungu wetu Yesu Kristo anachokitaka watoto wake kukijua. Na si kingine, kengele ya kwanza katika kengele 7 za uamsho wa kanisa. Kengele ya kwanza sehemu yake ya 3, na katika kengele hii sehemu ya 3 ndio itakuwa ni mwisho wake, yani mwisho wa kengele hii. Basi nina imani tuliongea mambo mengi kwa ajili ya kengele hii, ule mwanzo wa wajumbe sehemu yake ya 2, na katika sehemu yake ya 2 nina imani tuliishia jinsi gani watu walivyokuwa wanajenga makanisa, na wanavyokuwa wanajenga makanisa makubwa baada ya kutoka kuzimu na kupokea nguvu za ibilisi ama za kiumbe kile cheusi, na kuja kujenga makanisa. Lakini pia sauti ikaniambia mambo haya unayoyaona ni matakatifu na kweli, ni matakatifu yamekamilika, yani ni ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio wapo kabisa tulishia katika sehemu yetu ya 2, na leo tutakwenda kuingia katika sehemu ya 3 tupate kujua ni kitu gani ambacho Yesu Kristo alizidi kuonyesha katika kengele hii ya kwanza, na ni mashauri mangapi, ni maonyo mangapi, na elimu gani umeipata ama utaipata juu ya kengele hii ya kwanza ambayo itaweza kukukuza kiroho, kukugeuza na kukufanya kuwa Mkristo uliyegeuka na si Mkristo kwa sababu ni jina. Basi izidi kusema karibu tena nyote katika kushare, kusubscribe, kulike na kucomment, na Mungu awabariki na amani zake yeye akitie katika kiti chake cha enzi sipate kuwafurika siku zote. Basi tunakwenda kuanza kipindi chetu kengele ya kwanza katika sehemu yake ya 3. Karibuni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa baada ya makanisa kujengwa, nisema makanisa, watumishi wa ibilisi, watumishi wa shetani wakajenga makanisa, ndio tulishia. Sasa makanisa, baada ya makanisa kujengwa, ule mtu alisema hivi, bado tungali eneo ya sehemu ya 2. Yule mtu alisema hivi, na jinsi wanadamu hawana akili ya kupambanua, wataingia katika makanisa hayo. Na baada ya kusikia sauti ya laana hiyo, nikaambiliwa mambo haya ni matakatifu na kweli. Basi makanisa yakajengwa, ndio sehemu ya 3 imeanzia hapa. Makanisa kujengwa, yalipojengwa watu wakawa wanaingia katika makanisa, watu wakawa wanasali katika makanisa, watu wakawa wanaabudu katika makanisa. Lakini matukio yakaanza kuonekana ndani ya kanisa, matukio yasiyotokana na kweli na neno la Yesu Kristo yakawa yanafumulia, yanaonekana ndani, yanatendeka ndani ya kanisa. Tukio la kwanza ambalo nilianza kuliona, nikaona watu wanaangushwa kwa mpira unaochezwa kanisani. Yani mtumishi wa Mungu, mtumishi yule ambaye anasema anajiita ni mtumishi wa Mungu, nisema hivyo, anacheza mpira ndani ya kanisa na kupiga mashuti kwa watu, na watu wanaanguka na mpira ule. Tukio la 3, nikaona watu wanaangushwa kwa fimbo, yani mtu anakamata fimbo na kuweza kuitikisa na kufanya waumini wote kuanguka na kutetemeshwa. Tukio la 3, nikaona wengine watumishi hao waliojenga ile makanisa, wengine wanafanya ishara za mikono, kufanya hivi na kanisa, watu
watu wanaanguka ama mtu aliyekuwa mbele yake anaanguka. Tukio la 4 ambalo nilianza kuona katika makanisa, mambo yanayotendeka katika makanisa hayo. Maombezi kwa mafuta kwa kuuzisha. Wanaombea watu kwa hayo mafuta, lakini pia kuyauzisha mafuta hayo. Tukio la 5 ambalo niliona katika upande wa mafundisho, wao wanavunja baadhi ya maandiko, kuyavunja na kuyakataa. Lakini tukio la 6 ambalo linakuja katika tabia ya wale wanaoingia katika kanisa hizo, ni kwamba waumini kuwa watu wa kidunia, waumini wanaosali katika makanisa hawageuke na wala wana mtazamo wote wa Kikristo wa kiroho, bali wamekuwa ni waumini wa kidunia. Watu walimo ndani ya Biblia lakini wasioweza kujua Biblia. Wako ndani ya kanisa ambao wanaita hiyo kanisa, lakini hawajui neno lolote la Biblia, lakini wanaenda kila siku kanisani, hawageuki, hawana haja kugeuka na hawana uelewa wote wa Biblia, kwa maana haifundishwi ipasavyo ndani ya kanisa. Tukio la 7 ambalo niliona, waliomo kanisani ni kafara zao na kutolewa kila siku. Karama za kutolewa, kafara za kutolewa kila siku ni hao waumini ambao wanaingia katika makanisa yao. Ni hao waumini ambao wanaingia katika makanisa yao. Hizo tena ndio kafara ambazo wao watumishi wa kishetani wanatumikisha shetani, wanatoa waumini wao kafara. Lakini watumishi yao katika hali yao ya tabia, kwa watumishi ni watumishi wanaopenda sifa, na wala hawajali mtu ama chochote wanapoposti kitu katika mitandaoni. Lakini tukio ama lingine, jambo lingine la 10 juu ya makanisa hayo, wote wanaoingia katika makanisa hayo naliwaona wanatembea, wote wanaingia katika makanisa niliwaona wanitembea kama vile mbuzi ama kama vile nyama wa miguu minne. So naona mbuzi anakaa hivi, na ndivyo walivyokuwa wanatembea, kama ng'ombe vile, kama punda vile wanakaa. Kwa hiyo ndio style yao katika ulimwengu wa roho, ndio maisha yao. Ni wanyama fulani hivi, ni wanadamu lakini waliokuwa kama wanyama fulani, wana mikono hivi na miguu, lakini ndio wanatembea. Lakini sio tu kutembea bali wanapigwa fimbo ya ukali. Ukizembea unapigwa fimbo, ukizembea unapigwa fimbo na bimashetani. Wako chini ya udhibiti wa shetani bila wao kujua. Ushauri wangu, ndugu yangu, chunguza mahali unaposali. Usiende kwa mvuto wa mtu ama wa kanisa. Chunguza neno kama la hubiriwa ipasavyo, na Yesu Kristo amejifunua na kumweka mtumishi wake hapa. Tofauti na hivyo, kusali kwako kote hakuna mavuno. Tukio la 11 ambalo nililiona, na fimbo ilikuwa ikafanya ikiwapiga kama vile mtu anavyopigwa, na kama vile unavyokuwa unakokota ng'ombe ama unamuongoza ng'ombe punda kwa fimbo, vile ndivyo alivyokuwa wanapigwa. Sasa tukio la 12, lengo la watumishi. Tukio la 12 na mtazamo wote wa makanisa hayo ya uongo. Lengo la watumishi yao ni kupotosha, huku wakitazamia, huku wakimtumikia shetani kazi, kwa kujua ya kuwa watapokea kutoka kwa shetani. Yani ni watumishi wa shetani kabisa, na wanafanya kazi kwa bidii, wao wakiwa na imani ya kwamba watapokea wataishi tena, ama watapewa zawadi kubwa na shetani. 13. Lakini pia nikaona sasa pande huo mwanajeshi alikuwa ni malaika, niseme kwa ufupi. Yeye alisimama hapo, alikuwa na mimi akiniongoza katika ulinzi, maana alikuwa wawili. Huyu alikuwa mwanajeshi kama vile wa ulinzi, na mwingine mmoja malaika ambaye alikuwa ananionyesha mambo haya, matukio na matendo yanayotendeka katika makanisa ya uongo.
Sikiliza hapo. Najua katika hizo tabia zote ambazo nimezisema hapa 12, nina imani una uwezo wa kutambua kanisa la uongo ni lipi. Nina imani una uwezo wa kutambua mchungaji wako ni upi. Ni wa Mungu ama ni mbuzi naoongoza mbuzi. Lakini sasa nikaambiliwa jinsi gani wanadamu wanavyotumikia shetani bila kujua. Unapotumikia mtu bila kujua, ina maana unatumika kazi. Yule mtu anajua unamtumikia, lakini wewe hujui kama unamtumikia. Yaani haujui kama hivyo unamtumikia mtu fulani. Ndio nilivyoambiliwa, lakini umtumikia shetani kazi bila wewe mwenyewe kujua kama hivi unamtumikia shetani kazi. Na shetani anafanya hivyo na anakamata watu wengi katika staili hiyo ya kuwa wahudumu wa shetani, na kuwa wafuasi wa shetani, lakini wao hawajui kama ni wafuasi wa shetani. Sikiliza hapa. Mambo haya ambayo nitaka uweze kuyasema ndiyo yatakufanya wewe kujua hivi mimi ni muumini wa Yesu Kristo ama mimi ni muumini wa shetani bila kujua. Mimi ni muumini wa Yesu Kristo ama mimi ni muinjilisti wa shetani bila kujua. Sasa sikiliza. Wachungaji au waumini wanaosema kunywa kidogo ni watumishi wa shetani. Kama wewe ni muumini, yani una title yoyote ndani ya kanisa ama katika maisha yako title yoyote ya kiroho una, na kuna mwingine ana title ya kiroho, ni mchungaji, nabii fulani, yoyote yule, wanamuita askofu, lakini anakuja kusupport na kusema kunywa pombe kidogo, kunywa pombe kidogo, kunywa pombe kidogo. Tayari kama ni wewe unaambia wengine hivyo, wewe ni mtumishi wa shetani, wewe ni muumini wa shetani. Angalia matendo haya yatakuweka kuwa vizuri katika kumtumikia Yesu Kristo. Wewe ni muumini wa shetani. Nikaambiliwa mtu ampaye mwenzake kileo ni mtumishi wa shetani. Waweza wewe unywi pombe, uvuti sigareti, ufuti bangi, utumie madawa ya kulevya, lakini ukatumwa kwenda kununua madawa ya kulevya, ukatumwa kwenda kununua pombe na kuja kumpatia mtu fulani, tayari umetumikia shetani kazi. Wewe ni mtumishi wa shetani. Ama wewe acha tushoke huko chini, anasema hivi: kumfanya mwenzako kuvaa vibaya au kufanya sherehe na kuruhusu watu kuvaa vibaya, wote watendao mambo hayo ni watumishi wa shetani. Unajua, unaona jinsi gani unamtumikia shetani kazi? Wewe unajifurahisha, ni sherehe ya mama pastor, unaweka pombe pale, tayari unamtumikia shetani kazi. Ni sherehe wana, samani naona light yangu haiko sawa, acha kwa nitengeneza haraka haraka. Sawa, ninajua tunaendelea. Light yangu haikuwa sawa. Wewe unasema ni sherehe, hata tujivinjari. Unafanya sherehe na kuruhusu watu waje kuingia katika sherehe yako kwa mavazi ya aibu bila kuwakataza. Wewe ni mtumishi wa shetani anayevaa mavazi ya aibu ya kuonyesha sehemu za siri, na yeye ni mtumishi wa shetani. Unaona jinsi gani unamtumikia shetani bila kujua? Unaona jinsi gani unamtumikia shetani bila kuelewa? Mchungaji, unaona jinsi gani unamtumikia shetani bila kuelewa? Lakini bado asema jina la Yesu Kristo. Lakini Mungu akujua, anasema unamtumikia shetani. Akasema hivi: watendao mambo kama hayo ni watumishi wa shetani. Akaniambia, shetani anakamata watu huku wakipuuzia. Umekamatwa na shetani lakini unapuuzia akili za kusema hiyo si dhambi. Ile hali ya kusema hiyo si dhambi, ndio wapo shetani amekukamata. Amekujaza akili ya kujiona kitu unalolifanya ni sawa tu, si dhambi. Kunywa kaka pombe hapa si dhambi. Kuvaa kuacha kaka hivi, naweza kaacha kamaziwa kiwazi kidogo, si dhambi. Naweza kaacha katumbo kidogo hapa, si dhambi. Hiyo akili ndio wapo shetani
amenasa na kupata watumishi wengi na waumini wengi katika kanisa lake. Sasa kanisa la shetani ni lipi? Kanisa la shetani ni matendo ya shetani, sio hilo jengo unaloingia, bali maisha unayoishi ndio kanisa la shetani. Haleluya! Tazama unaoishi ndio kanisa la shetani. Atuongelee jengo hapa jamani, tunaongelea wewe. Akasema na akaanza kuniambia huyo malaika, kuvaa vibaya ni nini? Akasema hivi, mwanamke kunyolewa nywele zake ni vibaya. Mwanamke anaposuka nywele zake ni vibaya. Na kama unafanya yote, ujue wewe ni muumini wa shetani. Tunaongelea kumtumikia shetani kazi bila wewe kujua. Kuwa muumini wa ibilisi nyoka bila wewe kujua. Unaposuka nywele zako, unaponyolewa nywele zako, wewe ni wa ibilisi, maana ni vibaya. Kuweka rangi kwenye midomo, kucha na kuweka tatu kwenye mwili wako, wewe ni muumini wa shetani, maana ni vibaya. Kupaka rangi machoni na kuweka makeup, wewe ni muumini wa shetani, maana ni vibaya. Akaniambia wanawake kuvaa suruali, wanaume pia kuvaa suruali za kuchanika chanika na kubana ni vibaya. Wanavaa vibaya, wewe ni mtumishi wa shetani, muumini wa shetani. Akaniambia kuonesha nguo zao za ndani. Wanadamu wanapokuwa wanaonyesha nguo za ndani ni kuvaa vibaya, ni kutumikia shetani kazi bila kujua. Akaniambia kuonesha sehemu za siri za mwili yao. Kila unapoonyesha sehemu ya siri ya mwili wako ni vibaya, wewe ni mtumishi wa shetani. Akaniambia kuweka kucha fiki. Haya yote pia ni utumishi wa shetani na ni vibaya mbele za Yesu Kristo. Ndio alivyokuwa ananiambia. Kumbuka nilikuwa malaika mwanajeshi, alikuwa upande huu kama ninavyoangalia hapa, na ananiambia alikuwa kama hapa hivi, tunaangaliana. Niliangalia sana kwa yule anayenifunulia. Ndio niliangalia sana kushinda yule mwanajeshi. Mwanajeshi nilijua anaweka ulinzi tu, lakini huyu ndio mwenye ujumbe, nikawa na huyu ananiambia na mimi naandika. Ananiambia na mimi naandika. Angalia jinsi gani unavyoishi. Yesu Kristo analeta uamsho huu katika maisha yako ili upate kuchukua hatua ya kuweza kugeuka na kuachana na dhambi. Upate kuwa muumini halisi utakaonyakuliwa. Usibaki ndani ya kanisa kwa jina la mchungaji, ama usibaki ndani ya kanisa kwa ukubwa wa jengo. Usije hautaweza kuona mbingu. Sikiliza haya maneno. Lakini pia nikaambiwa hayo yote ni ibada kwa shetani. Kama wewe ni mtu wa Mungu, ukijiita na kusema umeokoka na una matendo hayo ambayo nimekusomea ambayo nimeyasema, na una matendo hayo, ujue umepotea sana. Umepotea sana. Ndio alivyoniambia. Lakini akaniambia ni nini cha kufanya? Akasema mtu lazima awe makini na vitu, mtu lakini pia awe makini na watu. Vitu na watu ndio vitu vinavyopotosha katika ulimwengu. Usiabudu mahali kwa sababu ndugu yako anasali hapo, anaongoza ibada hapo, ni mchungaji hapo. Usiabudu kwa sababu kama hizo. Ndugu yangu amefungua kanisa, basi acha tuingie, ni ndugu yangu atatuongoza. Usiabudu kwa namna hiyo. Huyo Yesu huyo Bwana. Usiabudu kwa sababu ni jirani amefungua kanisa. Usiabudu mahali kwa sababu ni mtu mzee anafundisha pale. Usiabudu mahali kwa sababu watu wengi wamekuwa vipofu. Wanaaminia mtu kwa sababu amekuwa mzee na kumwamini. Kuwa mzee sio kuwa na Mungu. No. Viwili tofauti. Sikiliza haya maneno. Usiabudu kwa sababu ndugu yako yuko mahali fulani ni mchungaji na acha naende kusali hapo tu.
bali tafuta eneo ya kweli. Mungu ana eneo zake ambako Kristo yupo na amejifunua kwa mtumishi wake ili kuongoza kondoo wake. Hapo ndipo kuna wokovu. Anaweza akawa si Mwafrika lakini mzungu. Anaweza akawa si mzungu lakini Mwafrika. Anaweza akawa si Mrundi lakini ni Nyarwanda. Anaweza akawa si Nyarwanda lakini ni Tanzania. Tafuta mahali pa kweli. Usiseme nitaingia hapa kwa sababu ni Mrundi, taingia hapa kwa sababu ni Mbembe. Tafuta mahali pa kweli kwa kusali na kutumikia Yesu Kristo. Akasema kuabudu shetani ndani yako. Kuna watu kumbe wanaweza wakatembea lakini wako katika ibada. Wanaweza wakawa wako kanisani lakini wako na ibada lingine ndani ya kanisa. Kuna watu wanaweza wakawa wako kazini lakini wakawa ndani ya ibada. Sasa ibada hili ambayo naliongelea linafanyika katika moyo wako, ndani yako wewe mwenyewe. Unaweza ukawa peke yako kuishi lakini ndani una ibada na kumsifu shetani. Yeye malaika akaniambia, chuki ndani yako ni ibada la shetani lililokuwa ndani yako. Wevu ni ibada la shetani. Umalaya wa akilini, kuwaza ngono na mambo mengine ya kiumalaya, ni ibada la kimwili la shetani ndani yako. Mawazo mabaya, mawazo ya ngono, ibada la kimwili la ndani la kumpatia shetani sifa. Kutamani kuwa na vingi kushinda uwezo wako, ibada ni ibada unalompa shetani. Na huko wewe unasema niko sawa. Akaniambia kuwa na hasira, ibada la shetani. Uongo, ibada la shetani. Umbea, ibada la shetani. Ukaidi, ibada la shetani ambalo unampatia shetani. Akasema kupinga maandiko ya neno la Mungu, kuimba nyimbo za kidunia ndani yako ni ibada tayari unazompatia shetani. Na uangalie sasa ni wangapi wenye tabia hii, ama jiangalie wewe mwenyewe. Utakuja kujikuta ya kwamba nahitaji kugeuka mahali fulani. Kuna mahali fulani nahitaji niache kitu fulani, nisiwe muumini ndani ya kanisa, kumbe shetani ndo baba yangu. Sema haya maneno, ndio nilivyoambiwa. Akaniambia sio hapo tu, yeye akaniambia kwa maelezo zaidi ungesoma kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wake wa 19 hadi 21. Ndio akaniambia mambo mengi juu ya matendo ya mwili. Akaniambia wa Galatia, akasema hivi, Galatia 5:19 hadi 22 anasema, hadi 21 anasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kaniambia haya yote ni matendo ya shetani, na atendaye hayo mbingu kweli si ya kwake. Baada ya hapo sauti ikaanza kunena na mimi, nikawa nasikia sauti, yani ule uwepo na kuwa na malaika vikatoweka, lakini ikabaki na sauti inasema ya kwamba maneno hayo ni matakatifu ya Bwana wako Yesu Kristo. Maneno haya ni matakatifu ya Bwana wako Yesu Kristo. Sasa baada ya hapo nikaona mwanamke na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Niliona mwanamke huyu, mwanamke nilimuona kwa mara ya kwanza, ana utukufu ambao uwezo ukaelezea. Ni weupe wa kila namna, yani wa hali ya juu, si wa kila namna, weupe wa hali ya juu.
Kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, ahadi nikafikia sasa kuandika haya. Mwanamke huyu alikuwa na utukufu, alikuwa na utakatifu na utukufu na weupe sana. Huyo mwanamke nilionyeshwa, nikaona mtu kwenye msalaba. Huyo mtu aliyekuwa kwenye msalaba, naye anatokwa na damu. Ile damu iliyotoka msalabani ikandondokea yule mwanamke. Mwanamke anasimama mahali, damu inatoka msalabani kwa mtu aliyekuwa msalabani, ikandondokea yule mwanamke. Nikaona yule mwanamke amegeuka kuwa mwekundu wa ile damu, yaani imendondokea nywele, kila kitu nyekundu. Sasa baada ya muda kidogo, nikaona ile damu imeganda na kutoka kama vile niseme ngozi fulani imevuliwa kwa yule mwanamke. Sasa nikaonyeshwa yule mwanamke ambayo damu imekuwa kwake na kunisafisha. Hiyo damu ilinisafisha huyo mwanamke, na bahati nzuri alisogezwa karibu yangu, nikawa naona jinsi huyu mwanamke alivyo. Mwanamke alikuwa mtakatifu wa kweli, ana waha, ana ila, ana kunyanzi, ana chochote kinachoweza kusema nimeona doa katika mwili wake. Utukufu na utakatifu wa hali ya juu ambao nilimuona huyu mwanamke. Baada ya hapo nikaambiwa nisome katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wake 25 hadi 27. Waefeso 5:25 hadi 27 nasema hivi: enyi wanaume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. 27 apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Haleluya, haleluya, Bwana majeshi, haleluya. Hilo ndilo kanisa nililoliona, ni takatifu, halina doa. Ukristo siyo kuingia kanisani tu karizika. No. Ukristo unaenda katika profonderi hali ya juu, unaenda dipa kushinda kushiriki ibada. Kushiriki ibada ndiyo ni sawa, ni mwanzo, lakini kuna vitu unahitaji yaani kuendelea kuvitafuta katika jina la Kristo akuzidishie ili uwe Kristo kamilifu. Ilimuona mwanamke ametakaswa na damu, akawa hana ila, hana kunyanzi, hana wala waa lolote, bali ana utukufu, bali ni mtakatifu weupe ambao siwezi nikaelezea. Unashinda, sio na vazi langu ni nyeupe, sio weupe huu, unashinda ile seluji au ile snow. Mwanamke huyo. Sasa hivyo ndivyo nilivyoona. Baada ya hapo sauti ikasema, bila waha lolote. Baada ya kuonyeshwa huyo mwanamke na kusoma ile andiko, sauti ikanirudia kuniambia, bila waha lolote. Huyu ni kanisa takatifu ambao waabudu walisi watamwabudu, umwabudu Mungu katika roho na kweli. Ambao waabudu halisi uabudu katika roho na kweli, ndivyo watakavyokuwa na ndivyo walivyo. Wale waliogeuka wasiingie katika makorokoro haya ambayo nimekuambia, makanisa ya uongo. Haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya. Hao wamegeuka, wameachana na dunia, wameachana na ushetani. Haleluya Kristo, wewe ni mwaminifu Bwana wetu. Amegeuka. Kaambiwa isome Yohana 4:24.
Yohana 4:24 anatuambia nini? Anatuambia hivi: Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ndivyo nilivyoona huyu mwanamke ambaye anaitwa kanisa, ambaye anaitwa kanisa. Lakini baada ya hapo nikaona mtu amenijia akanipatia alikuwa na Biblia akasimama mbele yangu, lakini hapo yeye aliniambia samani, yeye akasema soma katika kitabu cha Isaya 10 na mstari wake wa 10, na hapo tutakuwa tunamaliza kengele ya kwanza. Sema amen hapo lipo katika jina la Kristo. Isaya 10:10, Isaya 10:10 anasema hivi: kama vile mkono wangu ulivyofikilia falme za sanamu, ambazo sanamu zao za kuchongwa zilikuwa bora kuliko sanamu za Yerusalemu na za Samaria. Mungu atuongoze katika yanayokuja. Baada ya hapo ya kuonyeshwa hivyo, akaniambia kusoma hilo andiko, na tutakwenda kujua mambo mengi ambayo yatakuja na mwongozo wa makengele katika kengele baada ya kengele. Kengele ya kwanza na sehemu yake ya tatu imeishia hapa. Kengele ya kwanza imeishia hapa, sehemu ya tatu imeishia hapa. Angalia wewe mwenyewe jinsi unavyoishi na jinsi unavyoabudu. Ni wapi umeegemea? Ni mkono wa nani unakuongoza? Nikwambie, tafuta kanisa la kweli. Hata kama ni mbali, una drive 1 hour, kaa hapo, kuna uzima kuliko karibu, halafu kaenda katika lile ziwa la moto. Si mwingine ni mimi Joel Eomba Mlondani kutoka hapa kwetu Australia. Na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe na ninyi. Amen. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.